kazi namna gani kocha Fadlu Davis kuelekea katika mechi hiyo ya mkondo wa pili? Nimerudia swali lako vizuri. Yani na wachezaji na wanaitaka finali, yani ukiwasikia kwa namna ambavyo Ahmed amezungumza kule kwenye interview ambayo amefanya hapa, nakwambia wao wenyewe wana morali tayari, kwa maana hawajakata tamaa na ufinyu wa mabao ambao wameupata katika mechi iliyopita. Sasa wanakwenda kucheza mechi ya mzunguko, kwa maana mkondo wa pili. Inamrahisishia kazi kocha namna gani wakiwa tayari wameshahamasika, kwa maana wanaitaka finali? Nadhani mara nyingi kocha huwa ana stick na plani yake. No mara nini kinaongelewa nje, mara nyingi walimu wana stick na kila ambacho wana plani nacho, na plani ya muhimu mara nyingi ni kushinda mchezo. Na kwa sababu unasema Simba wamepata ushindi mwembamba, maana yake kitu ambacho wao wanaenda ukizingatia tena kwenye mechi ya pili ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira aidha ya kwenda kupata ushindi au kwenda kulinda ushindi ambao waliupata kwenye mechi ya kwanza. Kwa upande wa mwalimu ni kuangalia wapi kama timu walikosea game ya kwanza, ambapo binafsi mimi naona mapungufu yalikuwa ni machache tu. Ni vitu ambavyo vinaweza kufanywa kazi, lakini pia kwenda na plani ambayo inaweza pia ikawa surprise wapinzani, kwamba let's say Stellenbosch wamezoea kuiona Simba kwenye tathmini zao kwamba Simba wao wanapenda kuja na aina hii za mchezo wakiwa away, au wanapenda pia kuwa na aina hii ya mchezo pale ambapo tayari wanakuwa wamepata ushindi mara ya kwanza. Lakini game ya pili unaweza kuwa surprise kwa kuja na njia tofauti, approach tofauti, kitu ambacho kinaweza kikamuia ugumu mtu ambaye unakutana naye, kwa sababu unakutana na mtu ambaye tayari umeshamfunga game ya kwanza. Yeye plani yake ni kuhakikisha kwamba anapata ushindi wa mapema, ili kwenda kuhakikisha kwamba anaweza kuweka mchezo kwenye level, kwamba anaenda ku level scoreboard. Lakini kama ataenda tena kuruhusu bao la mapema Stellenbosch, basi utakuwa ni mlima mrefu kwake kuupanga. Kwa hiyo binafsi mimi naamini mwalimu hana shida, ana plani yake ambayo ameshaiandaa wao kama benchi la ufundi, na before hata wanakutana na hao Stellenbosch tayari walikuwa na plan, walikuwa wana jinsi gani wanaenda kukabiliana na hii timu na jinsi gani wanaweza kwenda kuyapatia yale madhaifu ya Stellenbosch, ambao kwa namna moja au nyingine tuliona Simba walijitahidi na mpaka kufikia hatua watu wanaona kama Simba kustahili kushinda bao moja, ingewezekana zaidi ya hiyo. Kwa hiyo binafsi sina mashaka na walimu, issue kilichobaki sasa ni utekelezaji wa kile ambacho kimeenda kuandaliwa. Na Nsajigu, Ahmed amesema pale Durban Stellenbosch hawana idadi kubwa ya mashabiki, tofauti na mashabiki wa Kaizer ama Orlando ambao wametapakaa katika taifa zima la Afrika Kusini, na mwataka mashabiki wa Simba wajitokeze kwa wingi ili endelee kuwapa nguvu katika mchezo huo. Pengine hii inaweza ikawapunguzia pressure namna gani, kwa maana katika ile pressure ambayo inatokana na mashabiki katika mchezo husika? Unajua unapokuwa uwanja nyumbani, kuna faida ambazo unabidi uzipate. Faida ya kwanza ni faida ya mazingira. Wewe unakuwa unafahamu hiyo Stellenbosch anayo, yeye mwenyeji pale, ule uwanja anaujua, na hata msimu huu pia kuna mechi amecheza pale finali ya MTN dhidi ya Orlando Pirates ambao walipoteza bao 3-1. Huyo ni mwenyeji pale kimazingira, lakini pia hata kuifahamu area kwake ni faida. Faida nyingine ambayo unaipata ukiwa uwanja wa nyumbani ni support ya mashabiki. Ndio maana kuna mtu akifanya makosa huwa anakufungia kuingia na mashabiki, kwa sababu wanaamini kuna eneo ambalo wewe kukosa mashabiki na kupunguzia hamasa ambao mashabiki wangetoa kwenda kwa wachezaji. Kwa hiyo katika hivyo vino vitaja, kitu moja nakikosa Stellenbosch ni hamasa ya mashabiki. Timu ambayo ni changa South Africa na haina namba kubwa ya mashabiki. Kunawezekana hiyo siku ya mechi tukashuhudia Simba ndio akawa nao wengi, sababu tumeona jana wale ambao walikuwa wanaipokea timu pale airport, lakini pia tukashuhudia baadhi ambao walikuwa wanaojiwa namna gani ambavyo wanahamasishana wao, sio tu wale wako Durban, hata wale wako maeneo mengine South Africa. Kwa hiyo kwenye eneo hilo Simba atapata hamasa hiyo ya kuwa na kundi kubwa ambayo itakuwa na support nje. Kitu moja kutoka Mesaria ni wao tu wanafanya nini uwanjani, ndio kitu pekee ambacho kwa Mesaria ili kuweza kuhakikisha wanaondoka na matokeo mazuri. Na kuna issue ya pressure nje ya uwanja, hata kama Stellenbosch ingekuwa na faida ya kuwa na mashabiki, maybe Simba angekuwa anacheza na Orlando au angekuwa anacheza na Kaizer Chiefs ambao ndo wana mashabiki wengi South Africa, mechi pekee FNB wajae 94 pale. Kuna eneo ambalo kiwazingatia Simba hivi sasa ni kama wamevuka hizo hatua za kuogopa au kuingiwa na pressure kucheza kwenye viwanja vya mashabiki wengi. Tunakumbuka ashacheza msimu juzi mara 2 kule
Mohamed wa 5 zidi ya Raji, lakini pia zidi ya Wydad. Kwa ukiangalia wale ni watu ambao wanasifika kuwa na mashabiki si tu kujaza viwanjani bali pia wanapiga kelele sana. Lakini tuliona mechi yake ya Wydad nusu finali ya robo finali, Simba alipiga mpaka mikojo ya penalty akiwa pale Mohamed wa 5. Lakini pia Simba amecheza Cairo International Stadium. Cairo International Stadium inawezekana ndio uwanja wa pili kuwa na mashabiki, japokuwa huwa hawajai sana kutokana na issue za kiusalama, lakini hata wale wachache ambao wanakuepo, pressure ambao wanaweza kaitoa hata kama kiingia 30 inawezekana ikawa kubwa kuliko hata 60 ambao anajamaa Benjamin Mkapa. Kwa kuna eneo ambao Simba kwenye issue ya mashabiki hivi sasa hata acheze uwanja wote barani Afrika hana uogeni, hana hiyo pressure. Kitu ambacho kinasalia kama alivyogusia Eben ni issue tu ya Prime mwalimu atakujaje kwa hicho ambacho amekipata, lakini pia wachezaji wanaenda kuashisha vipi uwanjani. Mimi sidhani Simba kifungo kutakuwa na issue labda alikuwa ugenini, sio mashabiki wanampiga pressure, sioni kwa sasa. Simba akipoteza mechi ugenini inakuwa ni issue tu kuzidia uwanjani ambayo inaweza katokea hata akiwa uwanja wa nyumbani, lakini sio issue ya pressure ya mashabiki. Sawa. Na Hamisa, inavyosemekana bado Stellenbosch hawajawasili pale Durban. Simba wao kuwasili mapema jana, wameanza kufanya mazoezi ya gym, leo wameanza kufanya mazoezi ya uwanjani. Pengine ina faida gani kiufundi kuelekea katika mechi husika? Okay, kwanza kumbuka kwamba Simba anakwenda kwenye mazingira ambayo ni tofauti kabisa. Tofauti na Stellenbosch. Mazingira ya Afrika Kusini ni mazingira ambayo ipo nayo familia. Kwa hiyo kwa timu ambayo ni mgeni, huwa mara nyingi wanasema at least kuanzia masaa 72 na kuendelea ndio masaa ambayo inawezekana yakawa yanatosheleza zaidi kwa timu husika kutoka eneo moja kwenda eneo jingine katika mazingira ambayo ni tofauti na kuweza kuizoea hiyo hali ya hewa. Kwa hiyo kwao unaiona hiyo faida ambayo wamejaribu kuitafuta kwamba kuwahi mapema kwenye mazingira ya kazi ambayo watakwenda kufanyia kazi ili angalau kuweza kucope na situation ambayo iko pale ya kimazingira hasa ya kijiografia kulingana pia na weather condition ya hapo Durban, kwa sababu wakati wamefika Johannesburg wana habari ambao walikuwa report ambazo walikuwa wanazitoa ni kwamba kulikuwa kuna hali ya hewa ambayo ilikuwa ni ya baridi sana, mvua ilikuwa ni kubwa. Of course ukiangalia Simba ameondoka Dar es Salaam, hali ya hewa pia ilikuwa ni ya mvua, lakini ukiangalia Dar es Salaam ni eneo ambalo hata mvua ikinyesha huwezi kukuta kuna baridi kali sana, yani hata zile nyuzi joto zile haziwezi kushuka sana mpaka ukuta bado imefika labda 9 8 ni ngumu sana. Unaweza kukuta sometimes ndio maana kuna mtu mvua inawezekana inanyesha amewasha feni ndani kwa sababu bado unakuwa kuna ile fukuto fulani ndani tofauti na mazingira ya kule. Kwa hiyo walijaribu kuwahi mapema ili angalau kupata hiyo faida ya kuweza kucope na mazingira kwa muda husika na kuweza kujiandaa na mechi. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi Simba na safari hizi ameshazifanya muda mwingi. Ukiangalia pia mazingira ambayo wamekwenda kukutana nayo huko ni mazingira fulani kutokana na kipindi hiki sasa hivi maeneo mengi sana duniani mvua zinakuwa zinanyesha. Kwa hiyo hali ya hewa ambayo atakuwa amekutana nayo hata kama ni ya baridi si mara ya kwanza wakati anaenda kucheza mechi dhidi ya CS Faction. Kama unakumbuka ulikuwa kuna baridi kali sana mechi dhidi ya CS Constantine, alikuta mazingira Ahli Tripoli, alikutana mechi dhidi ya Al Masry, alikuwa kuna baridi kali sana. Kwa hiyo hata hayo mazingira ni mazingira fulani ambayo kuna namna ambavyo itakuhitaji upate muda ili kuweza kucope na hayo mazingira. Lakini sasa issue jinsi ambavyo inakuwa ni kwamba kwa muda husika ambao wamefika sasa hivi ni rahisi kwao na kwa sababu pia mazingira tayari wameshawahi kuyapitia, inakuwa sababu ndio ugumu wa kazi jinsi ambavyo upo. Kwa hiyo faida tayari wako na sasa kuelekea kwenye mchezo husika. Kwa Stellenbosch wenyewe kufika eneo la tukio kwa muda ambao labda ilitarajiwa tayari wameshafika ama kutokufika, it's not the issue kwa sababu ni mazingira yao, yani ni maskani yao. Unaweza kufika muda wowote na pia inawezekana ikawa ujue sisi Afrika sana wao tunapenda sana kucheza zile mind games, yani kumtengenezea mpinzani wako mazingira afikirie nje ya box kwamba huyu kwa nini kachelewa. Ni kama vile FC Bravos walivyochelewa kwenye mchezo dhidi ya Simba. Maneno yakawa mengi, watachelewa na ndege, lakini uliona aina ya mechi ambayo watu waizungumza kwamba labda huenda watachoka kutokana na kwamba wanataka kusafiri siku ya mechi, lakini tuliona kitu gani ambacho kilitokea baada ya pale. Kwa hiyo bado namuona Simba akiwa na faida ya hilo pia, kwa sababu mpinzani wake lazima aanze kutengeneza mazingira ya mind games kwamba atachelewa ili Simba aweze kufikiria nje zaidi, kwa sababu yeye tayari yupo nyuma, anahitajika kupata goli moja kulevel scoreboard na kuweza kushinda tena goli nyingine kama atakuwa mawili au matatu. Kwa hiyo si rahisi tena hasa unapokwenda kucheza na timu kama Simba. Kwa hiyo bado
namuona Simba akiwa katika kwa toka aliposafiri paka alipofika sasa hivi, namuona akiwa katika mazingira salama na sahihi zaidi ya kumwezesha yeye kulinda alichokuwa nacho au kupata matokeo yote ambayo yatakuwa rafiki yeye kufuzu kwenda finali. Na Hamisa, kwa kile ambacho tumekishuhudia katika uwanja wa Newman Complex hivi sasa, kocha Fadlu Davis katika uwanja wa mazoezi, pengine kitu gani akifanye ili kuhakikisha mechi ya Aprili 27 inakuwa ni rahisi na hata kuwapeleka katika hatua ya finali kiufundi zaidi? Okay, kwanza hakuna mechi rahisi yoyote ile ya mtoano, kwa sababu kila aliyefika hapa hakuna ambaye amefika kwa bahati mbaya. Stellenbosch ukafika hapa kwa kumtoa Zamalek. Zamalek ambaye ni bingwa, alikuwa ni bingwa mtetezi, ni bingwa wa msimu jana. Kwa hiyo hakuna mchezo rahisi, isipokuwa mwalimu atakachokwenda kukihakikisha ni kwamba yeye ataifanya kazi yake. Atahakikisha kwamba timu, sababu kitu pekee ambacho mwalimu anaweza kukicontrol siku zote ni performance. Mwalimu atacontrol performance, timu itacheza vipi, sababu no maana timu isipokuwa ina perform vizuri uwanjani tutamquestion mwalimu kwamba kuna shida uko nayo. Lakini kama timu unaiona ina structure fulani, timu bila mpira unaona the way ambavyo wanazuia, timu inapokuwa ina mpira unaona the way ambavyo wanabuild mashambulizi yao na wanatengeneza nafasi, wanafika pale, mwalimu anakuwa tayari amesha control kazi yake, kwa sababu performance ya timu unaiona iko pale. Kwa hiyo cha msingi ambacho atakuwa na insist sasa hivi kwa wachezaji wake, especially kwa kipindi kama hiki ambacho kuna baadhi ya wachezaji ambao watakuwa wanawakosa, sababu ripoti bado hazijatoka, kama mtu kama Karabucha labda kwenye mchezo watakuwa kwenye kipindi kama hiki. Of course lazima mpango kazi husika wa kiufundi uwepo, lakini kitu kingine cha msingi ambacho atainsist wachezaji wake ni sasa katika zile basics ambazo nakubidi ufanye unapokuwa uko katika ukiwanja. Kwa zile dakika 30 za mwanzo, naamini ile performance ya Stellenbosch ya kipindi cha pili ndio itakayokuwa kwenye hizo dakika 30 za mwanzo, kwa sababu no need ya wewe kukaa nyuma. Uko nyuma kwa goli moja. Watajaribu kupush, kujaribu kutengeneza balance kwa shambulia Simba, huku angalau wanakuwa wanazuia vizuri. Kwa hiyo lazima mwalimu aiandae timu ambayo itakachokuwa inakifanya uwanjani ni kwamba kuhakikisha kwamba wana absorb kwanza yale mashambulizi ambayo yawezekana yakawa yanatengenezwa na Stellenbosch kwa hicho kipindi. Kwa hiyo atakachukua, anawaambia wachezaji wake ni kwamba kwa kipindi hiki cha hizi dakika 30 there is no need ya sisi kupishana, sababu ukisema tupishane tunakwenda kucheza na timu ambayo wanaenjoy kuchezea mpira. Inawezekana baadaye scoreboard ikaja kuwa na magoli mengi sana, yani kwamba wao wakapata magoli na sisi tukapata magoli. Kwa hiyo hakuna haja hiyo. Kwa hiyo tunavyoingia uwanjani kwamba ukiangalia mchezo wa kwanza, plani ya Simba mara nyingi wakiwa wanacheza ni kwamba wanabaki mabeki wawili nyuma, then juu atabaki kiungo mmoja, alafu ambaye ni Yusuf Kagoma, alafu juu atakuwa Fabrice Luamba Ngoma ambaye yeye anakuwa anacheza kulingana na mpira ulipo. Mpira ukifika kwenye phase ya mwisho ya ujenzi wa mashambulizi utamwona anasogea. Kwa hiyo anakuwa anabaki na rest defense ya watu watatu, huku mabeki wa pembeni wote wakiwa wamesogea juu. Kama uliangalia ule mchezo, kuna yule winga wa kushoto wa Stellenbosch akaitwa Titus, alikuwa anamsumbua sana Shomari. Moments ambazo Shomari ana overlap juu, moments ambazo Shomari anakuwa na overlap juu, unamuona yule Titus anakuwa anapokea mipira mingi sana nyuma yake, na kuna nyakati alikuwa anampa game ngumu sana, hasa kipindi cha pili. Ukiangalia the way ambavyo alikuwa anajiposition nyakati ambazo, sababu Shomari akiwa anashambulia kuna muda unamuona kabisa kwenye box kama namba 9, yani movements ambazo anakuwa anazifanya kama namba 9. Kwa hiyo mwalimu atakachukua anajaribu kufanya ni kwamba, kwa sababu nimeshamsoma mpinzani kwenye mchezo wa kwanza, ana wachezaji hatari zaidi wanaocheza kwenye maeneo ya pembeni. Kwa hiyo kwa hizi dakika 30 tujaribu kumaintain ile shape yetu nzuri ya kiulizi. Shomari hata kama utakuwa imaanishi kwamba ukiwa unazuia basi muda wote utakuwa unakaa tu kwenye eneo lako, ukipata mpira unabutua mbele. Hapana, tukipata mpira tuna mtu kama Fabrice Luamba Ngoma ambaye ana uwezo wa kumaintain ile balance ya timu. Tutapiga pasi, tutasogea kwenda juu, lakini hakikisha kwamba muda mwingi, kwanza cha kwanza kabisa, winga ambaye unacheza upande wake hakikisha ambaye ni Elim Panzo Kibisawala, hakikisha kwamba muda na pamoja na Kibu Dennis Prosper, hakikisha kwamba muda mwingi mnakuwa karibu sana na mabeki wenu pale ambapo kunakuwa timu inakuwa haina mpira, ili angalau kuanyima ile situation ya mmoja dhidi ya mmoja, sababu wana mawinga ambao wana uwezo wa kumtambuka beki mmoja na kuweza kuingia katika box na kutengeneza nafasi. Okay, na Hamisa, umezungumza kuhusiana na eneo la safu ya ushambuliaji. Tuliona katika mechi iliyopita kocha Fadlu alianza na Steven Dese Mukwala, Elim Panzo sambamba na Jean Chazahua na huko Kibu Dennis. Lakini baadaye pia tukaona Lionel Ateba ameingia na akifanya sababu nyingine zaidi. Alikuwa anahitaji kupata idadi ya magoli mengi kulingana na aina ya nafasi zilizotengeneza. Na
pengine ingizo la Mukwala linakuja baada ya mechi ile ya Benjamin Mkapa juzi dhidi ya Almasi. Mechi inayofuata sasa ambapo Simba atakuwa ugenini. Na karata ipi aicheze kati ya Ateba na Mukwala, kwa sababu tuliona pale kwa Mkapa alimuondoa Ateba akamweka Mukwala akampa magoli, lakini akaendelea kumweka tena katika mechi iliyopita hakufunga goli katika mechi ile. Kwenye mechi hii ambayo Simba wanahitaji kulinda na wanahitaji pia kupata idadi kubwa mabao kwa maana kuendeleza mtaji wao, nani afai kuaminiwa zaidi katika mechi hiyo? Okay, kwanza hao wachezaji wote wawili ni wachezaji ambao Mwalimu Fadlu ndo anaishi nao kwenye uwanja wa mazoezi. Ila mimi binafsi ningekuwa na nafasi ya kushauri kwenye huo mchezo, ningeshauri aanze Lionel Ateba Mbida kwa sababu zangu binafsi. Sababu ya kwanza ni kwamba ni mchezo ambao utamhitaji Simba kuna baadhi ya nyakati aweze kuposesi mpira, kwa sababu ni mchezo ambao unajua kabisa kwamba Simba plani yake ya kwanza itakuwa si kupishana na Stellenbosch. Kuna wakati atawaacha Stellenbosch, nyinyi njoeni, kwa sababu Simba nyuma huko anaweza kawa nyuma na mstari wa mabeki wanne, hapa pale katikati ana mstari wa viungo wanne, alafu juu anakuwa anabaki na washambuliaji wawili. Aidha anaweza kabaki Ateba pamoja na Jan Chaza huku pembeni akawa yupo Kibu Dennis pamoja na Elim Panzo, hapa katikati akawa na viungo wake wawili, kama atakuwa ameanza Dibra na pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Kwa hiyo ambacho atakuwa anakihitaji yeye ni kwamba kwa sababu Stellenbosch atakuwa kutokana na shape yetu ya kiulinzi, idadi ya wachezaji tuliokuwa tunawacompose kwenye eneo letu la ulinzi watahitaji nao kuja na namba kubwa. Kwa hiyo inawezekana huku nyuma akabaki labda na mabeki wawili na kiungo mmoja wa uzuiaji pale juu, akabaki labda ule tatu Kiba pamoja na mabeki wawili wa nyuma. Kwa hiyo atakachukua na kifanya plani yake ya kwanza ni kwamba tunaufinya uwanja. Hiyo ndio principle ya kwa unazuia, hakikisha unapifinya uwanja, ukishambulia na utanua uwanja. It means kwamba Stellenbosch watakapokuwa wanalazimisha kushambulia hasa katika eneo la katikati, watakutana na viungo wa Simba ambao kwanza wamepunguza idadi wamepunguza ile distance baina ya mchezaji mmoja dhidi ya mmoja, na wamepunguza pia ile distance baina ya mstari dhidi ya mstari. Kwa hiyo ina maana kwamba watakuwa na intercept mipira mingi sana katikati ya kiwanja. Una mtu kama Fabrice Luamba Ngoma, unapo intercept mipira, it means kwamba anahitaji juu kuwe na mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kuhandle mpira, kusubiri wenzake wawe tayari wameshasogea juu kwenye maeneo, then watachagua sasa kwenye hii moment, sababu si kila moment ya counter attack ni ya kushambulia. Sababu unapokuwa unashambulia tunaamini upo hatarini zaidi wewe kushambuliwa. Kwa hiyo unapokuwa na mtu kama Lionel Ateba Mbida, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuhandle mpira. Kwanza ana enjoy zaidi kuungana na mabeki. Kwa hiyo ana uwezo wa kuushika ule mpira, akasubiri wenzake wamekwisha sogea, then akaweka mpira zaidi katika space wakasogea. Whether kwa wakati huo atahitaji kupossess mpira, tunaita ile rest in possession baada ya kushambuliwa muda mrefu, au itakuwa ni situation ya counter attack ambayo ni positive transition kwenda kwenye eneo la mpinzani. Hiyo itakuwa inampa advantage kwa sababu anakuwa na idadi nzuri, ana Kibu Dennis Prosper, ana uwezo wa kuutuza mpira, anakuwa na mchezaji kama Elim Panzo ana uwezo wa kuutunza mpira, anakuwa na mchezaji kama Lionel Ateba ana uwezo wa kuutunza mpira. Hata kama atakuwa na namba 10 ambaye ni Jan Chaza ambaye mara nyingi anapenda zaidi kugusa akaachia kaenda kwenye eneo, si mchezaji anapenda kukaa na mpira, lakini itakuwa inamsaidia zile moments ambazo ana win mpira, wachezaji wake ambao wanacheza kwenye maeneo ya juu ana uwezo wa kukaa na mpira. Kwa sababu ukiwa na Dese Mukwala, faida ambayo anakupa ni kujiposition zaidi katika yale maeneo ambayo ni ngumu kwa mpinzani kumuona. Ndio maana watu wanasema kwamba Mukwala huwa anafunga magoli mepesi. Hapana, anakaa katika eneo ambalo tuna zile blind side, anashambulia nyuma ya migongo ya mabeki. Ni ngumu sana wao kuweza kumuona, lakini kwa sababu ni mchezo ambao Simba anahitaji kwanza kulinda alichokuwa nacho, inapendeza zaidi kwenda na mchezaji ambaye atakuwa anakusaidia hata katika zile nyakati ambazo wewe utakuwa hauna mpira, na unapokuwa na mpira atakusaidia kwanza kuwa na rest in possession na hata kuinitiate zile counter attacks, kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kutembea na mpira, na uwezo wa kuenda mpira, na pia ana uwezo wa kupiga pasi kwenda kwenye maeneo ambayo wachezaji wenzake wanaweza kuwa wamefanya movement kwa ajili ya positive transition. Sawa, ni Hamisa Abdurrahmani huyo kocha Tabate Pandit akiweza kueleza namna ambavyo kikosi kizuri ambacho kocha Fadlu Davids anaweza kwenda nacho katika mechi ya Aprili 27 pale Durban, Afrika ya Kusini, Simba watakapokuwa wageni wa kikosi cha Stellenbosch katika nusu finali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini nikwambie Muungano Cup imeanza rasmi hii leo na Singida Black Stars imekuwa timu ya kwanza kuondoshwa katika
michuano hiyo baada ya sare mabao 2-2. Baadaye changamoto ya mikwaju ya penalty, Singida kipata mikwaju 5 wakati JKU wenyewe kipata mikwaju 6 ya penalty iliyowapeleka katika finali ya, kwa maana katika nusu finali ya michuano hiyo. Na kesho tutashuhudia michezo mingine ambayo itapigwa katika uwanja huo wa Gombani pale visiwani Zanzibar. Tutakuja kutazama mchezo wa Singida ulikuwaje kuaje tangu majira saa 11 mpaka hivi sasa unafika tamati. Tutakujuza hapa ndani ya kipenga ya East Africa Radio. Lakini kubwa zaidi pia ni kuambia kuhusiana na EA Radio Fantasy League, mwana michezo ambao uko nasi hivi sasa. Kumbuka tunaelekea mwishoni mwa msimu, lakini pia mwezi Aprili tunakwenda kutamatisha, kwa unaweza kupanga kikosi chako vizuri kabisa ili uweze kupata zawadi za EA Radio Fantasy League kwa mwezi huu hapa Aprili. Na kupata zawadi ni rahisi, kwa maana wewe unaweza ukaenda kupanga kikosi chako kupitia katika tovuti yetu www.fantasy.premierleague.com na kodi namba ni FZLPBJ. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Tuambie kule live YouTube, kati Ateba na Mukwala nani unamkubali zaidi katika kikosi cha Simba kwenye safu ya ushambuliaji? Ujumbe wako utapita nao hapo kupitia kipenga. Tamati yetu ni majira saa 3 usiku. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutarudi na Young Africans na kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi hiko. East Africa Radio, Bukoba.